Viongeze vigeregere kwa aliye hai jioni ya leo. Amen. Chukua Biblia yako hata kama uko mbali. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari wa 20 na 21. Tutasoma pia Wagalatia. Tuanza na Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari wa 20 mpaka 21. Neno la Mungu linasema, basi tuwajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa na haki ya Mungu katika yeye. Wagalatia sura ya 3, uliye na Biblia mstari ule wa 13 na wa 14. Neno la Mungu linasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu wafikie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Haleluya! Ongeza makofi na vigelegele kwa aliye hai jioni ya leo. Tumbe wangu jioni ya leo, Yesu alifanywa dhambi ili mimi na wewe tutoke kwenye laana ya dhambi. Alifanya dhambi asiye na dhambi. Alifanywa laana asiye na laana, ili mimi na wewe tutoke kwenye dhambi. Haleluya, haleluya. Kila mwanadamu chini ya mbingu hakuna ambaye ana uwezo wa kujitoa kwenye dhambi. Hata kama awe na dini kubwa, aipende dini, atekeleze maagizo ya dini, hatotoka kwenye dhambi. Hata kama ina pesa jaza mamilioni benki, hayawezi akaondoa nafsi ya mwanadamu kwenye dhambi. Ila yuko mwanaume mmoja aliyefanya dhambi asiye dhambi. Kila mwanadamu anaingia kwake ambali na dhambi, ambali na laana, ambali na vifungo, ambali na nguvu za giza. Ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kazi yake ni kuondoa dhambi kwa wanadamu, mpaka mwanadamu nafsi yake ingie kwake. Haleluya. Na hakuna anayependa ishi na dhambi, huko anatenda dhambi. Ndio uone uwezi kwake. Mtu anaenda kuzini, sio kwamba ile ni furaha yake kwenda kuzini, nguvu inampeleka. Sasa anafanyaje ile dhambi? Anasema hivi, wewe jifiche tu, wasitue watu. Ile mwanadamu anaanza kubalia, anadhani ndio imeondoka hapo, kati mimi natenda kazi. Tafuta namna, tafuta wala wasijue majirani, asijue mume wako, sijajua nani. Jifiche kwa watu wana hekima fulani. Inaongea ni dhambi ndani ya mwanadamu, na mwanadamu anaendelea kuitia, anaenda nayo. Ila dini anayo, maana dini haikwenda msalabani ili ondoe dhambi kwa mwanadamu. Ikasulisho ni kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye. Ukija kwake msalabani alikwisha, uchawi ulikwisha, uzinzi ulikwisha. Ni kwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sikiliza mtu wa Mungu, yaani wewe ukitembea na mbinu ya dhambi kwamba hakuna anayejua, maana anayesimama kumpa mtu huyu apate mshahara wa yale aliyotenda ni Mungu, sio mwanadamu. Dhambi inavyokuambia hivi inakudanganya. Hata anayeroga analoga mtu, hata kama wanaongea wote hivi anafanya hila kunoga, anasema mbona muone, anajua. Sikiliza, tumewekwa chini ya mbingu wanadamu kama majani yanachanua, yananyauka, yanatoweka. Hivyo ulivyo mwanadamu chini ya mbingu. Iko neema mwanaume mmoja aliyejitoa dhabihu, aweza
ukajiondoa kwenye nguvu ya dhambi ukawa salama. Dhambi haiwezi kumfanya mwanadamu awe salama. Ndio maana hata yeye mwenyewe anaelewa anachokifanya hiki sio kizuri. Sasa dhambi inaanza kuongea mle ndani na mtia moyo. Kuna anayejua jificha. Inazungumza naye, anaenda naye. Anadhani amejificha. Kwa wanadamu waweza kujificha. Kwa mume wako unaweza kujificha. Kwa jirani unaweza kujificha. Kwa mkeo unaweza kujificha. Yukasiyefichika. Anasema pumzi ya mwanadamu ni taa yake. Inapeleleza mambo yaliyo ndani ya moyo wa mwanadamu. Ni Yesu Baba aliye hai milele. Kija kwake anaondoa dhambi. Mwanadamu unakuwa salama Bwana. Unajua mwanadamu anapoishi na dhambi, dhambi inamdanganya. Usidanganyike na dhambi. Yuko mmoja aliyefanywa dhambi. Yaani hizo dhambi unazotenda zote aligongomea kwa msalaba. Alichukua laana, alichukua makosa ya ulimwengu. Wengine wanaita saizi wako wakati wa mateso. Mateso ya Yesu ilikuwa sio maigizo. Kwamba eti mara amebeba msalaba, ameanguka mara ya kwanza, amefanyaje? Mateso ya Kristo ilikuwa mimi na wewe tuokolewe. Na ili tupate wokovu lazima nasi zingie kwake. Tembea na maagizo yake, tembea na sheria yake. Milele anaondoa dhambi, anaondoa laana, anaondoa makosa. Mwanadamu anawekwa huru bali na maonezo ya ibilisi. Wanadamu wamegeuza, wameweka madoido ya ibada wanazijua. Wanasema tuko kwenye mateso. Wana namna yao, bado anaendelea kulewa. Anaendelea kuzidi. Haelewi kusudi la Kristo kuteswa ni nini. Kumbe aliteswa ili mimi na wewe tunapokubali kuingia kwake, tembea na maagizo yake, tembea na neno lake. Ile neno nimebeba wokovu kwa nafsi za wanadamu. Nimebeba usalama kwa nafsi za wanadamu. Kila anayekubali jioni leo waweza kuwekwa huru bana maonezo ya ibilisi. Dhambi ni laana. Dhambi ni mauti. Dhambi ni kifo. Wala haujawa salama. Ndio maana sasa yeye alifanywa dhambi. Yaani alichukua dhambi za wanadamu chini ya mbingu akapongomekwa yeye. Maovu yote, mapepo yote yaliyokamata wanadamu, yote yanayokamata yeye aliyabeba. Na ndio maana alikuwa anamsomea huyo ajifanya mwana wa Mungu, siokoe, yanamsihaki ili mimi na wewe tuokolewe kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ukiingia kwake binti unapata wokovu bure. Ukiingia kwake kijana unapata wokovu bure. Tatolewa kwenye masamba, tatolewa kwenye uganga, tatolewa kwenye machini bila gharama. Ni mwanaume mtambwa. Duniani kila kitu mchazo kitaka mpaka lazima alipe gharama. Kumbe kwenye wokovu gharama amelipa Kristo msalaba. Hakuna mtu ambaye anaweza kavaa nguo eti hajatoa gharama. Hakuna mtu ambaye anaweza kujenga nyumba eti hajatoa gharama. Hakuna mtu ambaye atakuwa na gari anaita gari lake eti halina gharama. Alinunua kwa pesa na gharama anajua. Nafsi yako na yangu ili tuokolewe kutoka kwenye dhambi. Gharama ametoa Yesu msalabani. Ametoa mahali msalabani. Kila anayekubali kufuata neno lake tunaokolewa bure, tunawekwa huru, tunatoka kwenye maonezo na vifungo. Mwanadamu anakuwa salama roho na mwili. Haleluya, haleluya. Alifanywa dhambi asiye dhambi. Alikuwa hana hatia maana alikuwa ni Mungu. Wewe ametoka mbinguni, ni mtakatifu, hana dhambi. Lakini akaja abebe dhambi za ulimwengu ili wanadamu watakaokubali maagizo yake. Wakakubali kuacha maagizo ya masamba, wakakubali kuacha maagizo ya dini. Watu wamekamatwa na maagizo ya dini. Dini yetu sisi, yaani siwezi kuiacha. Nimekulia humo, huyo mlevi, huyo mwongo. Dini ameshika na maelekezo ya dini, kila kitu dini inachomwambia anafanya, lakini bado hatoki kwenye dhambi. Maana dini alikwenda msalabani. Ni mwanaume mmoja tu anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti alienda msalabani ili mwanadamu awe huru, tuwe mbali na dhambi, tuwe mbali na laana, tuwe mbali na kuonewa na ibilisi, tumgeukie Baba aliye hai, tuwe salama roho na mwili.
na inamharibu. Usidhani uko salama na dhambi. Sikiliza mtu wa Mungu, dhambi ina kazi ya kukuonea na kukuharibu. Mwisho wake jehanamu milele. Lakini ninavyoongea na mwanadamu haimwambii kwamba anaenda jehanamu. Awe mzinzi, awe mvuta sigara, awe mvuta bangi, awe mlevi, awe muongo, awe msengenyaji, awe mganga, dhambi haimwambii kwamba utaenda motoni. Inamharibu na inampeleka kwenye moto, lakini haisemi. Na sio ukimuuliza mtu, hata mganga au muulize mganga wa kienyeji kienda kumshauri, hakupenda kuwa mganga. Sio kuonewa, sikutaka na mimi. Kwa maana yake mtu anafanya dhambi sio kwa matakwa yake, ni nguvu imemzidi inamwambia fanya sichotaka. Yuko mwenye nguvu kushinda pepo za kuzimu, anaitwa Yesu Kristo. Amenena maneno moja, ngapi imesikia? Nguvu zina Mungu wetu Yesu, hakuna aliye kama yeye Bwana. Ndani ya Yesu Kristo unapata usalama kutoka kwenye maonezo. Mimi nimeshuhudia waganga wengi, baadhi ya waganga, kila mtu aliye mganga anasema nilikuwa sitaki. Mmoja aliniambia nilikuwa nafundisha watoto wadogo Sunday. Nilikuwa na dini, nilikuwa mwalimu wa Sunday. Yeye ni mganga. Mwambie sasa ikaweje? Kakubali kazi kama hii mbovu. Wakati nilikuwa mwalimu wa Sunday unafundisha watoto. Alikuwa kwenye dini sasa. Nilishangaa tu nimevamiwa. Nikawa sina namna. Kaenda kwenye dini. Kama mimi sitaki, naona nguvu imenivaa. Na hapo enda kwa mganga, natakiwa mganga. Sasa sitaki. Dini haina suluhisho. Wala haiwezi kuondoa matunguli. Haiwezi kuondoa mizimu. Yuko Yesu kuzimu. Siku ya 3 alitoka kaburini. Amenyang'anya funguo. Kuzimu haina mauti, haina nguvu. Anasema kuwa mauti, kushinda kwako mauti imemezwa, iko chini na Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Kama mtu wa Mungu likosea, huwezi kaiambia dini kufanya wewe usiolewe na roho ya uganga na uchafu. Haina uwezo. Dini yoyote unayoabudu, unayosali, haina uwezo wa kumuondoa mwanadamu kwenye maonezi ya vifungo vya nguvu za kuzimu. Yuko Yesu kuzimu, amenyang'anya funguo. Kuzimu haina nguvu, mbinguni zake kuzimu amefunga. Anaitwa Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Kinywa chako kitakuwa salama, hata matungulio nayo ni mfalme, ni Mungu Mwombezi. Ndani yake tunakuwa salama roho na mwili Bwana. Kwa hiyo kumbe mwanadamu anatenda dhambi sio kwa matakwa. Ameonewa na ile dhambi inaanza kumtia moyo ili akubaliane, wakati hapendi, ili akubaliane. Kwa hiyo ikabidi aanze kuzungumza sasa. Anazungumza na roho za misimu. Namna. Maana sababu yako anataka kufanya hii kazi. Eti mtu aliyekufa anampa kazi. Kweli kuna uhusiano wa mfu na aliye hai. Haya yanaitwa maonezi. Vifungo. Lana yuko haza kutoa kwenye lana na vifungo. Salabani sana amekwisha. Mwanadamu weka huruma na hayo maonezi Bwana. Itakuwa nende kuzimu wakati umeumbwa na Mungu. Na amemtoa Kristo. Amelitoa mahali, aligongomea kwa msalabani. Tuwe mbali na kuzimu, tuwe mbali na mizimu, tuwe mbali na upanga, tuwe mbali na uchawi. Ni Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Hata dunia imeweza watu na waendesha. Yaani mtu dunia ndiyo inamwelekeza kwa jinsi ya kuvaa, kuongea, kuishi. Ameonewa sio matakwa yake. Ni roho imekaa mle ndani na mwelekeza. Sio kwamba yeye na akili zake timamu ambazo Mungu ndiye alimuumbia anapenda ende na hayo. Hayo ni maonezi. Dunia haina usalama. Tia nafsi yako mama. Hata kama una dini, sikiliza jioni ya leo. Dini haiwezi kutoa kwenye laana ulizo nazo, kwenye vifungo ulivyo navyo, kwenye dunia iliyokumeza. Yuko Alfa na Omega, hawezi kukuondoa kwenye vifungo. Naona wanadamu kwa salama. Ni ndani ya Yesu Kristo Mwokozi na kwa salama. Kuzimu anaiapisha
kuzimu inamsikia, maana ameiweka. Aliko chini yake. Wewe Yona alikuwa kwenye vilindi vya bahari, chini ya maji. Hapo samaki amemeza. Mungu huko akasema samaki mtoe Yona. Tapika Yona awe salama. Neno nalio, hakuna neno asiyoliwaza. Ukija kwake takuwa salama kijana, takuwa salama baba, takuwa salama mama. Ni ndani ya Yesu Kristo Mwokozi pekee. Wala si dini ulionayo, wala si elimu ulionayo. Shetani anaburuza watu kufanya kazi zake, wasomi na wasiosoma, matajiri na masikini. Ndio maana ni moja tu, alifanywa dhambi ili sisi tulio na dhambi tumwende msalabani, tumgeukie aliye salama yanayosiza wanadamu. Kubali toka moyoni jioni ya leo, ili akutoe kwenye vifungo vya dhambi alivyo navyo Bwana. Kabinti kadogo tu kama malaya mbwa, yaani kanajipitisha, unadhani kanapenda uzima. Mnaenda mtoto mdogo tu ana watoto saizi, wana teknolojia zingine. Dhambi imewapa maelekezo, wala sio usalama. Wanafundishwa njiti, mara sindano, ili waendelee na umalaya. Dhambi imeongea, inawapa mbinu ili waendelee kukaa kwenye woga. Haujawa salama mama, haujawa salama binti. Na hayo ukitaka usalama, dhambi kachwa, iondolewe moyoni, isizungumze, isiishi ndani mwako. Yuko aliye kwa njia ya imani yake tunakuwa salama. Anakata kiu ya dhambi, wala dhambi haiongei ndani ya moyo wa mwanadamu aliyeingia kwa Kristo Bwana. Anasema hao walio imani ya Kristo wanakuwa warithi pamoja na baba yetu Ibrahimu. Wameingia kwa Kristo aliyetukomboa kututoa kwenye laana. Maana imeandikwa katika Torati, amelaaniwa mtu anayeangikwa mtini. Kisa aliangikwa hivi, peupe mchana, wanadamu wote wanamwangalia uchi. Sio yale mapicha unayoangalia wanasema picha ya Yesu, wala umecheza. Si amejifunga kanini humu, eti Yesu na Yesu, ona anavyopigwa. Wale wametafuta hela tu, wamechukua yale maandiko, wamefanya filamu zao kwa ajili ya kupata kipato. Alikuwa alipo kumpiga picha, ilikuwa ni utizo, ni Mungu muumbaji. Hakuwa hayupo kusogea hivi tafanya hivi kakame, anaweza kapigwa yule. Ni roho, ni mfalme, ni Mungu muumbaji. Israeli waisogea kwenye mlima Sinai, wakasema Musa, tumeogopa tuwezi kumkaribia huyo Mungu. Nenda wala tu, ni hatari, anaitwa moto ulao, hawezi kukaribia na mwanadamu, itamfanya hivi. Picha mnapigana nyewe wenyewe ili muuze. Hizo ni biashara. Na neno leo niko ana mwanzo wala mwisho. Alipotamka na Yanga na ikawa. Kila kimoja atakapotokea kwamba kila kitu kitamkimbia. Unajua watu wamefanisha Mungu na mwanadamu, hafananishi. Hachukuli na sura yoyote wana kitu chochote chini ya mbingu, hafananishi. Israeli waliogopa kwanza tetemeko tu lilipoingia kwenye mlima Sinai. Musa hatuwezi kugusa hapo sisi, labda wewe. Kwanza mnao wake ni moto ambao unatisha, mwanadamu anakimbia. Lakini wewe jinsi ulivyodanganya, hata humo ndani nasoma na picha ya Yesu, unaweza kumpiga Yesu muumbaji. Na atakapotokea kila kitu kitakimbia kwamba wewe tunakujua, mwisho umefika. Utakimbilia wapi mwanadamu? Tutubu tu, tubu hata mabaya. Lakini leo yuparia amepewa mamlaka ya kusamea dhambi, ya kufungua wafungwa, wakawekwa huru, bali na kuonewa. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila kitu kwake kitakimbia. Wewe angalia hata bahari yenyewe sana, tunaacha njia, tunakujua. Sasa mwanadamu utasalia wapi? Kiburi tu shetani anachoweka hicho. Tamtawa amejaa kiburi, kama anacheuri fulani. Siku itakapokuja hakuna cha jeuri cha uchawi. Kwanza uchawi wenyewe utaona kama una nguvu kwako. Kila kitu nguvu kitaisha. Anaogopa yeye. Kila kitu kinakimbia. Na mapepo yanasema tunajua ndio tunapeleka motoni sasa. Tumeshakaa kuzimu. Hata mapepo siku hiyo atakamata mwanadamu. Siku akija hata mapepo yatajua sasa tunapeleka motoni. Sasa hatuna muda kudanganya mwanadamu. Na mwanadamu aliyedanganyika tunaenda na sisi wote motoni. Kwa hiyo kila kitu kinakimbia. Tubuleje.
Kristo amejitoa sadaka. Alifanywa dhambi asiye dhambi. Anasema alihukumu dhambi kwa mwili wake ili sisi tusioweza kuishinda dhambi kwa matendo ya sheria, kwa njia ya imani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tu mbali na dhambi, mbali na mizimu, mbali na uchawi, mbali na uongo, kauzwa mpya mwingine ndani ya Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Umejidanganya kufananisha Kristo na mwanadamu. Hafananishi. Hata alipochukua dhambi zote za ulimwengu, wanadamu kwa sababu wamekaliwa mapepo wajua wanampiga yeye. Pigwa huyo. Umeleta fimbo zina miba, wakipiga hivi zile fimbo, miba ile inachoma mwili, inatoa na damu na maji. Wanajua tumwadhibu. Kumbe ni Mungu. Mwili amevaa tu. Hawezi kuadhibiwa na mwanadamu wala kukaribiwa. Yeye ni roho, yu hai, anaishi milele, na kwa njia ya imani anaokoa, kwa njia ya imani anaponya, kwa njia ya imani tunafunguliwa, kwa njia ya imani tunaponywa na wachawi. Ni kwa jina la Yesu Kristo, simba kabila wa Yuda yu hai. Roho ya mwanadamu inamwendea inapata wokovu bure. Ni kwa njia ya imani kwamba nataka niende kwa Kristo huyo nikamuone, mtembee na maagizo. Ni imani, ni roho, yeye anatenda kazi katika roho. Mwanadamu akawa anachapa nazana na mchapa yeye, kumbe ni mwili aliyolivaa. Anasema hata kufa kwake hakuna aliyemuua, alitoa roho yeye mwenyewe. Waweza kumkaribia mwanadamu? Turudi wanadamu. Toba, acha njia hizo mbaya. Toba, acha uovu. Amekuja Kristo akutoa kwenye vifungo vya uovu. Maana huo uovu aliubeba msalabani. Aliangikwa, alionekana ni mwenye laana, ingawa ni mtakatifu. Alionekana ni mwenye dhambi, ingawa hana dhambi. Ili mimi nawe tuokolewe tunapoingia kwenye imani yake, tembea na neno yake, kuishi na kweli yake, tuwe mbali na dhambi na maonevu ya ibilisi. Utaonewa hivyo mpaka lini? Sasa watu wamekaa malikizo hapo makanisani, kwenye dini zao za kirokole. Dini kubwa zote ni dini, wameingia kwenye dini. Haleluya, tutaimba na Bwana si nini, wengine wanaimba teza rohoni, lakini bado nafsi zao zimekubaliana na uovu. Hata kwa Kristo hajaingia, huwezi kumwona Mungu. Ni mtakatifu, hana upendeleo, anaangalia moyo wa mwanadamu. Unaingia kwa Kristo aliyesema amekwisha, wanaokolewe. Haweza kuondoa uzinzi, akakata kiu ya uvutaji wa bangi, akakata kiu ya uvutaji wa sigara. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, simba kabila wa Yuda, mfalme, ni Mungu muumbaji. Ukoje mwanadamu hata unajijua ulipo? Korinto wa pili sura ile ya 5 tumesoma mstari wa 20 mpaka na wa 21. Anasema kwamba sisi ni wajumbe tu, tunanena hizi habari vinywani mwetu kama wajumbe, kwamba ikufikie. Yamkini utakuwa na maamuzi kwamba nataka leo na mimi nipatanishe na Mungu. Kristo nipatanishe, nitoke kwenye vifungo hivi, nitoke kwenye dhambi inaongea na mimi, inayoelekeza cha kufanya. Kumbe naishi chini ya laana. Kumbe laana hizi zote na dhambi inaongea ndani mwangu, Kristo alishachukua msalabani, nitoke. Haya ni maamuzi ya mtu ndani ya moyo. Kama nasikia kwenye kinywa kwamba kuna Yesu kwa njia ya imani alienda msalabani ili mimi nisiwe mwongo, nisiwe na hasira, nisiwe mzinzi, wasiwe mlevi, wasiwe mchawi, wasiwe mganga. Yukalo anakuita, ni pendo lake, haweza kukugeuza, haweza kukoka kama mbali na laana. Bwana, ni jambo la kusikitisha kweli. Hata mwanadamu unapoambiwa acha uchawi, acha uganga, anachukia tena. Unadhani wewe unachukia? Yaani wewe halisi ungekubali kwamba nikimbie huko kunipeleke na matunguli yote. Ni ile dhambi mle ndani. Nasema mimi. Dhambi ile inasema nasema mimi. Lazima niseme kuachie. Wewe ni mali ya Mungu. Hakuna roho ya mwanadamu ambaye imejiweka chini ya mbingu. Wengine wametembea na sauti za waganga. Anamwambia kuja kuzindikia ili yule jirani yake asikuroge, ni dawa, fanya hivi. Anatembea na eti nadhani mganga eti anaweza kuweka zindiko yeye asiroge, si yeye asife.
Mbona wenyewe wanakufa? Mbona wenyewe wanazikwa? Mwili unazikwa udongoni kama wengine, roho inarudi kwa mwenye roho na yeye anasubiri hukumu. Hata kuzindikia nini mwanadamu? Ni udanganyifu wa dhambi. Yuko mmoja Baba wa roho, Simba kabila wa Yuda, anaitwa ni Mungu wote wenye mwili. Amemtoa mpaka tuokolewe. Anatosha kukuokoa, anatosha kukulinda, anatosha kufanya salama roho na mwili, wala sio mwanadamu. Haya ni mauongo tu ya kuzimu, ni udanganyifu tu wa dhambi. Na wanadamu wengi anaenda na nyenyekea Baba nilo la kedoro, anaeleza na shida zake, sina nini nini. Siku nilikuwa nimelala nikaona kitu kama hiki, nimeona nije niangalie. Akuangalia naye kufa. Unamweleza shida zako hapo, nasikia tena kesho kutwa na yeye amelazwa Muhimbili. Sasa aliyelazwa Muhimbili tena kuangalia nini? Na yeye ameenda kule ili madaktari wamwangalie. Yuko moto asiyeugua, yuko moto asiyekufa, alishinda kifo na mauti, anaitwa Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Ukija kwake unasema Bwana niangalie. Moyo umeumba wewe, yuko utupu machoni pako, nahitaji rehema. Bwana nigeuze, Bwana niponye. Yeye ni wa milele, na ukiambatana naye utaishi naye milele. Yuko mmoja mwenye umilele na nafsi za wanadamu, anaitwa Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Mwanaume huyu mtambwa, laiti ungefunguliwa moyo na fahamu hizo, ungemkimbilia jioni ya leo ili uwe salama. Wengine tukumweleze shida zako, sio mganga wa kienyeji ambaye anaugua na naye anaondoka hapa. Naye alivamiwa tu, alionewa. Yuko ambaye amesema alikwisha msalabani. Maonezi yalikwisha. Wanaona ibilisi kulikwisha msalabani. Naona zilikwisha. Magonjwa yalikwisha. Mauti ilimezwa kwa mfalme wa falme, Yesu Kristo Nazareti. Ni salama na nafsi za wanadamu. Mekuja na itafuta nafsi yako leo, wala hahitaji kitu kingine zaidi ya nafsi ya mwanadamu irudi kwa Mungu. Wengine mmedanganya eti ukipokea gari kwa jina la Yesu. Anahitaji kupe gari wewe? Alipigwa mjedi alete gari kwa mwanadamu? Mbona wengi tu wapagani wana magari ya kifahari, tena wametoa makafara. Hizo ni injili za uongo, injili zilizokufa na wanadamu, kwa sababu anapenda vitu vya dunia. Anadhani ni wa dunia hapa, kumbe ni mpitaji, kumbe ni msafiri. Wala nasi haitaishi hapa milele. Wanadamu tunaondoka kurudi kwa Baba wa roho, kila mmoja akalipwe sawa na yale aliyotenda. Heri ukigeuka leo, heri ukitubu, heri ukiacha leo, ukawa salama roho na mwili. Wamedanganywa na mambo ya dunia hii, wanaenda kama kumbikumbi. Wengine wanawaita manabii, eti sikiliza neno la nabii amtabiri. Nilikuwa na mshirika mmoja hapa, alihama kaenda Kahama. Kanipigia simu siku moja, anasema mchungaji, nimeenda kanisa hata silielewi. Yaani mkifika kanisa shetani ameingia kama malaika wa nuru, kumbe ni pepo na kuzimu. Anasema mkifika mle hakuna cha kuhubiriwa, nini kusema na kutabiria duka kubwa, kutabiria kuwa na gari Prado, kutabiria unaenda kupata mume binti. Binti mwenyewe anayetabiriwa amepana tumakalio malaya. Yeye mwenyewe ana bahati kwenye simu ita namtabiria mume gani? Amepata tumakalio, amebaki socks hicho. Nitaambiwa tabiria kupata mume. Kupata mume mwenye hela, kupata mume mwenye kazi. Ni Mungu huyu. Nabii ni Mungu. Yuko mmoja aliyeenda msalabani kusudi lake nafsi yangu na yako yokolewe kutoka kwenye dhambi, kutoka kwenye laana, kutoka kwenye machini, kutoka kwenye mizimu. Leo anaitwa Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Huyo anaweza kukufanya uwe salama. Anakutabiri uwe na gari. Yeye mwenyewe nabii amepanga nyumba, hata nyumba halipi nyumba ya mwenyewe. Hata kodi hana ya kulipia. Twende kwa Mungu, tusidanganyike mtu wa Mungu. Binti moja akaniambia, binti moja nabii amefika pale, anaambia wa mama wote hapa, sasa hivi nataka hela hapa nikanunue kiti moto. Yaani anataka na kiti moto atakuokoa wewe. Leteni hela nikanunue kiti moto. Ana wokovu huyu.
ni mwanaume mmoja aliye hai milele, simba kabila wa Yuda. Mwende jioni ya leo aweza kukuokoa, kuokoa ndoa yako, kuokoa nafsi yako, ukawa salama. Mwanadamu anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni nabii aliyetabiriwa na Mungu toka Agano la Kale. Alimwambia Musa, mwambie Israeli, Mungu atawainulia nabii ambaye kila mtu atakayetii maagizo yake atakuwa na uzima wa milele, dhambi haitakaa ndani yake. Yaani yeye neno lake kutabiria Yesu, neno linalotoka kwenye kinywa chake kuondoa dhambi kwa mwanadamu. Ufalme wake uingie ndani ya moyo wako. Waache mabaya, waache mizimu, waache nguvu za giza, urejea kwa Baba aliye hai ili uwe salama. Hata kama ungekaa kwenye nyumba ya nyasi, ukiona huyu mwanaume uko salama, na mwili ni ndani ya Yesu Kristo, simba kabila wa Yuda. Hayuko kwenye vitu, ndani ya neno lake kuna uzima wa milele. Anaitafuta nafsi ya mwanadamu. Wasio kupenda masofa si marefu, masiri TV gani, tukikaa unajiburudisha na nini zaidi ya kuwa na Yesu moyoni? Ndio burudiko la nafsi zetu ni Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Amesema furahini katika Bwana, tena anasema furahini maana Bwana yu karibu. Bwana, furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Hatufurahi vitu, hata dunia imepotea na vitu. Wanadamu wengi wametoa ndago wake zao ili wawe na magari ya kifahari, wana maduka ya jumla na rejareja, wametoa kafara watoto wao. Je, wamepewa na Mungu? Ni Mungu huyu? Si ni kuzimu hii? Si basi ng'ombe haya? Baada yeye mwenyewe anatolewa kuwa kafara tena. Sasa kuna maana gani? Sema udanganyifu. Na yeye mwenyewe sio milele. Unadanganywa kama eti na kutajirisha. Na waganga wamedanganya wengi kweli. Nataka nikupe utajiri. Mwenyewe nenda kwake sasa, naye sema na wapa watu utajiri. Ni mazinga upe. Yeye mlango wake anainua hivi, anaweka mlangoni hivi. Anabeba mlango anaweka pembeni. Au utajirisha wewe? Wakusuka na matati. Na mnenalio hana utajiri unaodumu na usioko kutoka kwenye dhambi, toka kwenye ono, toka kwenye vifungo. Wanadamu wa salama salimini. Yesu Kristo pekee ametoa mahali msalabani, ametoa gharama. Mimi na wewe tuokolewe, dhambi ng'olewe, isiishi ndani ya mioyo. Ni Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Wao ukoje? Una dini bado na leo? Una dini bado unategemea waganga wa kienyeji? Watu wamevaa hilizi, wamevisha hilizi mpaka wanaenda kazini na hilizi. Mambo ya ajabu. Amemfungia na dawa, sio kwa kunywa chai mle. Unaweka ni dawa itakusaidia. Kuna watu wanaokuonea wivu cheo kile. Waganga wanatesa wanadamu chini ya mbingu, wamevamiwa na wao nguvu ya kuzimu. Mtu na elimu yake amefunga tu dawa anaweka kwenye chai, ameambiwa hivi chao hiki kisifanyeje, unaangalia. Sio naendeshwa mwanadamu anayekufa mpaka lini udanganyifu? Mwisho ni jehanamu. Tokoe baba, tokoe kijana, ingia kwake jioni ya leo. Alienda msalabani ili uwe mbali na maonezi, uwe mbali na vifungo. Ingia kwake jioni ya leo. Yupo simba kabila wa Yuda. Wakikubaliana na neno lake, matokeo yanapata kwake. Haleluya, haleluya. Wewe ukoje na nisikia jioni ya leo? Moyo wako ni shahidi. Nini kimo ndani mwako? Nataja Yesu bado unaishi na dhambi. Umetaja mdomoni, moyoni hujamkubali. Wao utekeleze na kuagiza, utaishi na dhambi. Maana hajaingia kwenye msalaba. Yeye alichukua dhambi zote za wanadamu, akaenda nazo msalaba. Akagongomeka. Kwa kazi yake amelaaniwa. Pia na laana ambazo zilikuwa ni zetu wanadamu akapewa yeye. Nimelaaniwa hivi, akakubali zote. Ili kila mmoja atakayeingia kwake awe mbali na laana, awe mbali na mizimu. Bwana bado na mizimu, Bwana bado na dhambi. Chao kwake jioni leo, chao kwake ufunguliwe. Aliangikwa mwana wa Mungu ili upate kuwa salama. Kutembea tu na maagizo yako na shangaa laana zinakuachia. Yaani wewe unikutekeleza. Kusema Baba nisaidie. Moyo wangu nauona. Umesema ulichukua yote haya maovu msalabani. Nimekuja kwako niokolewe. Niweke huru.
ile kutekeleza na kuagiza. Unaona dhambi inaondoka na kuachia. Wokozi. Bwana sifiwe. Unaitaka bado ni malaya, bado mwongo, bado mzinzi, bado mvuta sigara. Wapo na Bwana asifiwe anapanga mvuta sigara. Uongo. Sasa amesema waongo, wazinzi, wachawi na waoga wote si wala moto. Na abudu sanamu. Umekuwa salama. Hata moyo wako ni sahihi. Ana mapepo ya hasira. Bwana asifiwe mpendo. Sasa ni Bwana asifiwe inabadilisha chochote. Sasa hivi imekuwa kama mangaruka. Na watu wanaipenda kweli. Haina wokovu. Mpende Yesu leo. Hana wokovu. Bwana asiako. Pende mfalme leo. Hana wokovu. Bwana asiako. Wala si Bwana asifiwe. Bwana sio tiketi. Wala kuitwa mchungaji sio tiketi. Wachungaji wengi waongo, wachungaji wengi wachawi, waongo, wazinzi, wachungaji wengi watapeli. Sasa uchungaji ndio njia ya kwenda kuziona mbili. Kuitwa mchungaji ndio umeacha wote. Yupo mmoja tu wa kumpenda moyoni, aondoaye dhambi, anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Kila nafsi ya mwanadamu inaingia kwake inakuwa salama. Bwana ni nani ya Yesu Kristo Mwokozi pekee. Anasema hamhesabia haki mtu kwa matendo ya sheria, bali kwa njia ya imani iliyo ndani ya Kristo. Mtu anayeingia kwa Kristo anaingia kwenye imani yake. Alikuwa na imani ya uganga na kubali kuiacha. Mizizi, matendere, mazindiko anayafumua yote jamani haya. Ile ingie kwa Kristo maondolewe kwenye laana. Mimi jamani nizindikaga hapa nichimbia kichwa cha mbuzi. Mganga alisema naweka zindiko tunafukua. Jamani na matendere, niambiwa mizimu upande wa baba yananisumbua. Nina nguo nyeusi, nina nyingine nyekundu. Watu wameshika vitu vya kuzimu vingi wanavyo ndani ya miti yao. Hii ya kulala unapolala upande wako. Unatandika ndio unalala. Kuna kijana mmoja alipewa ngozi ya chui, sio anapata wapi wakanga. Yaani ana mke upande wake anakuwa anaweka ngozi ya chui ndio analaia yeye. Sitaki na mambo ya chui. Hivi nimekuwa ni hatimiliki za kuzimu kwamba huyo mtu ni wa kwao. Kuzimu maiumba. Unapumua pumzi ya kuzimu hii. Wala pumzi ya Mungu. Lete kwa baba leo. Lete ngozi za chui. Lete ngozi za simba. Lete matendere hayo. Lete mavazi meusi na mekundu. Toka kwa Yesu okolea mwanadamu weke huru. Toka na wa utumwa bakari. Uko chini ya laana. Baba ujao salama. Siku yote kiondoka una kadi za shetani. Kwa shetani anaelewa huyu mtu wangu alihukumiwa jehanamu, ameona kwa mwana wa jehanamu. Sio mwana wa jehanamu leo. Rudi leo, tambo leo, geuka leo. Maana yuko aliyeangikwa msalabani ipate kwa salama. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kwake tunakuwa salama. Ukiwa na imani za misimu unakubali kuhama kutoka kwamba niingie kwa huyu ambaye Mungu aliyeniumba amemtoa ili kwa yeye niokolewe toka kwenye nguvu za dhambi. Sitaki kutembea na mizimu tena. Masamba hamna. Yudi kwa ile sitaki uchawi. Mauchawi hamna. Wewe watu wamebandikiwa machawi mengine kwa ya bibi yake au ya mama yake. Akifa yale mangugu hayafi. Yanavaa mwingine. Ninashangaa watu wote wanasema hawa mpata mwizi wanamchoma mwizi. Unachoma mwizi unachoma mwili tu nadhani ile roho imechoka. Hawa wanaochoma na kupiga wengine ndio anakunywa ile roho ya mwizi. Hata ukisikia kuna mwizi wanaokimbia na marungu hawa kwako kupiga. Haya yanatusumbua sana. Huyo anapiga wewe lazima tusumbue ile roho inatoka kwa vile kifa inaingia kwako. Sio suluhisho kubwa. Anauua mwanadamu lakini roho inaendelea kutafuta wengine. Hata sikumtaji huyu akatwa mapanga. Unakata tu yule mwanadamu ndio anakufa. Lakini ile roho tena mwingia yule aliyekuwa anakata. Toka Yesu aliyekomesha dhambi. Toka mfalme. Simba kabila Yuda. Yoo imio. Hakiki moyo. Wanadamu na kwa salama Bwana. Kuna watu wengine hata kisikia amekufa mtu anasema pasa. Yaani ametutesa mno. Yaani hapo nakosea mno. Nadhani yule ameondoka. Mzao mchawi ameondoka na. Shetani anamsindikiza mtu tu. Haya wewe nenda. Jobu ili kuzimu. Mapepo yanamdaka yule. Mapepo yanarudi. Yanaangalia pale nani mwingine.
mama anaingia kwa huyu. Ni mmepeleka ule mwivu. Nasema fadhali sasa tutapumzika. Yule unashangaa chubiri ameanza yeye. Mambo ya marehemu pale wanaanza kutafuta vitu vya marehemu, kila kitu analisi yeye. Wengine wanakimbia, mimi hapana. Mwenyewe utakuta mwenyewe kwa sababu roho imeingia. Hata mama amesema na mimi ndio nichukue. Amnezike amesema nani? Sio kwa Yesu. Haweza kukuokoa. Ukawasema hapana usirika. Tajari haina hofu. Hayo ni mapepo. Chokokoro. Yeye ndiye salama yako. Mwanadamu atakuwa salama roho na mwili. Yaani tunaweza kumkuta anatembea. Kile mbali alipokuwa anafunga marehemu anafunga hivi. Yaani ujue pepo zile zote hizo kwa mne ziko. Alikuwa na fimbo. Tunazijua fimbo za uzalimu. Hata yeye amkino nayo kwako. Ulipewa na baba yako. Eti hii fimbo baba umesema ni wengine wewe chawi umebeba ule uchawi mapepo yamempeleka yako kwako. Yaani huyu asipokubali kutubu, usipokubali kutoka kwenye hali, mwana wa Jehena mara mbili. Utawa salama. Haya ni mapepo yanacheza yanapeleka kuzimu. Yanataka wengine tena. Komesha ya pepo yoyote ni Kristo tu. Maana msalabani pale, pepo ndio zikoza msomea. Chokoi mwenyewe. Usifanye unaokoa. Mfalme! Umeitwa mfalme. Wanamzihaki Mungu muumbaji. Ni pepo zikoza za mzihaki. Kumbe pale ndiye anapewa mamlaka mbinguni, duniani na kuzimu. Mamlaka nayo Kristo simba kabila wa Yuda. Okay! Tukasema ni ndani ya Yesu Kristo simba kabila wa Yuda. Kuzimu inaogopa kimwona. Baba tuna nini na wewe? Ninamtua. Kwa mwanadamu ili upone kutoka kwenye nguvu hizi ni kuokoka kuingia kwa Kristo tu. Watu wengi wanatembea na nguvu ya utani na ukanga. Ni ulishi. Tena wengine anamua tena muua mama yake eti kwa sababu anamloga. Yaani wewe hapo ndio unachukua huo uchawi sasa. Nimue kabisa na nisipwe. Sema fanyeje? Wala uondoke uchawi kwa hivyo. Haiondoki nguvu ya dhambi kwa hivyo. Hata wewe mwizi, yeye anauao yule mwili, ile roho inapelekwa kuzimu kwa sababu ilishi na wizi, lakini ile roho inasaka wengine. Mkelekato anayetaka kupiga yule, ndio wa kwanza kubeba hii. Na mbea walikuwa na kanuni kuchoma, wamechoma wezi ng'ombe. Nadhani wizi umeishi. Yaani ukimkamata wizi, tena matai. Petrol, weka petrol wanamchukua mzima mtu anamweka hapo. Anateketea kabisa. Ndugu atazoa majivu. Lakini wizi umekoma, ndio unaendelea. Maana zile roho zinaendelea kutenda kazi. Kumbe yupo anayekomesha kuzimu. Kumbe yupo anayekomesha dhambi. Anaitwa Yesu Kristo Nazareti. Yeye ni komesha, yeye ni salama Bwana. Akija kwake anaondoa dhambi. Wanadamu wanakuwa salama salimini. Ndani ya Yesu Kristo Mwokozi wako salama. Chao kwake uokolewe. Chao kwake ufunguliwe. Wao sio na maigizo. Watu wengi hawapati wokovu, hawafunguliwi hata kuingia kwa Kristo. Wana maigizo. Hata kuingia mzima. Hata kuja kwa Yesu ataka ingiza kakidole. Mwili mzima uko kwa shetani, wewe muongo. Unaingia mzima na hati za shetani na mambo yake yote uko unatembelea unakubali kuyaacha na kuingia kwa Kristo mzima. Vyote vile nataka niingie kwa Kristo aliyebeba dhambi zangu zote. Niwe mbali na dhambi. Taki dhambi. Ni maamuzi yanatoka ndani ya moyo wa mwanadamu. Mungu anataka mtu hivyo. Mmoja tu. Ana ule ufalme. Amesema anaona ni wachache. Na ile njia wanaiona ni wachache. Heri jioni leo. Ukiomba kuingia kwa Kristo inaondoa dhambi. Wako ya njia inaenda kwenye uzima Bwana. Ni ndani ya Yesu Kristo Mwokozi. Tunakuwa salama roho na mwili. Haleluya, haleluya. Hivyo mawazo yako na sauti unazozifuata hizo haziwezi kuondoa dhambi. Kila mwanadamu chini ya mbingu ana mawazo anayofuata, ana masauti, ana mashauri anayofuata, hayataondoa dhambi. Mwanaume mmoja tu anaitwa mshauri wa ajabu, alichukua dhambi zako. Ukimfuata yeye anaondoa dhambi, anaondoa laana, anaondoa mizimu. Ukatae hayo mashauri ulionayo, hayo maelekezo ulionayo kinyume na Kristo, hiyo ni mauti. Wao utasalama yuko macho haweza
kwa miguu miwili Mungu aliyokupa. Nimesema nawe jioni ya leo, aliangikwa mwana wa Mungu ili aondoe dhambi kwa wanadamu. Kubali jioni ya leo kuingia kwake. Kubali jioni ya leo, ingia mzima mzima, aondoe dhambi, aondoe laana, aondoe maonezi. Kazi ya shetani kumwonea mwanadamu. Amewapa watu maisha ambayo sio yao. Yaani kamekuwa kabinti kama malaya, mpaka nasema kabinti kama malaya hivi. Haka mamako kasinde. Watu wana majina mabaya. Haka chao. Kaganga ka kienyeji ka kijana tu haka. Anapiga mbina kanafanya. Yaani amewapa kalevi, kafuta bangi. Wengine wanaitwa mabangi kabisa. Kafuta sigara. Kwanza akipita tu mpita sigara, jina lile namtambulisha, harufu ananuka mpaka yeye. Taishi na maisha mpaka lini? Wewe majina sio faa. Sigara zenyewe ni hatari. Mtu anajichoma. Hapo naambia ingia kwa Yesu. Kata hiyo kimi. Anang'ang'ania. Mimi niendelee tu. Maana nashindwa bila kukuta hata siwezi kulala. Toa kwa Yesu leo. Akata hiyo kimi, ingia mzima mzima. Chukua hatua jioni ya leo. Fumba macho.